Maadhi anauliza na huyu kijana raundi anajibondaje sembe. Juu design ya sembe yenye nabonda si ya kawaida. Anashinda huyu kijana ni zombe ama ni aje. Kumbe ni ndoo, mimi najificha kwa choo naenda nachoma ndoo. Naosha tumbo. Tumbo iko fiti, ikifika upande ya sembe wengine wanashiba lakini mimi sishibi. Maadhi anauliza mbuyu, huyu kijana ni zombe ama ni nini? Waacha Maadhi sasa ona hapana. Hii ni unga atakuwa kisiaga. Na nikapointiwa wewe ndio utakuwa ukienda kusiaga. Mimi ndio naenda kusiaga nilete unga juu Maadhi amecheki kumanga kudema si ya kawaida hapa kwa Ikeja. Hii kuriada hii si ya kawaida. Maadhi inabidi ni unga kusiaga. Lakini kifa bado msiago anaona bado uzombe bado anamanga tu jamaa bado ni kujitibu anamanga. Mimi kumbe mimi ile mandoo mtu mimi nachoma. Kaendelea hapo tukatoka kwa mkono wa wazazi. Sasa nikapata tena na jamaa wangu best yangu alikuwa anaitwa Gueno. Sasa jamaa pia nikapata pia bado ni mandoo. Sasa ni ndoo tunapika kisembe tunamanga tunaiangalia tukicheka peke yetu. Tunaendelea kujifinya hii sembe mpaka ishi. Tunahakisha ndoo tunachoma. Maisha ikaendelea hivyo. Kuna boy fulani hapo. Kuna mwimbaji aliimbanga mvuta bangi alivuta sana, kitazama chini anaona kuna mashimo. Kijana naye kuona kuna mashimo. Kijana aliona hapa Kagundo Road. Hii mathiriko mbali kumbe iko hapa. Si alichoto hata juzi nilienda kumcheki tena sasa ile bandage itoki hapa ilibadilishwa, sasa imefika hapa. Kijana alichinjiwa hapa amewekwa chuma hapa katikati. Sasa ukimuuliza nini uliona? Ati mimi niliona matatu iko huko kumbe iko hapa. Sasa unajua fiti mtu kulingana sasa hivi unajua sasa ni kiwete. Anasema matatu aliona iko huko kumbe imefika hapa ikamchota. Ulitumia nini? Anasema mimi nilitumia manduku ndom. Ndom ndio ilimfanya hivi. Sasa nikiingia pia mimi upande ya life yangu mimi nikaingilia TI. TI pale imeivia mimi najua. Unaniuliza baka unauliza baka anaitwa Tester. Wewe Tester ni aje leo kama imeivia wapi Tester? Kwa mama Kapungulu kameiva. Tester kwa Makapungulu yenyewe ukienda huko unapata kameiva. Baka kuna madha fulani alikuwa ananichukua, unajua mtu huko chini ananiambia enda hizi mitungi. Enda ulete changa mitungi mbili na kutoa lock. Mimi nateremka kule chini pale Wakuria wanachamshiana mitungi na beba, Wakuria wananitoa lock. Napanda na hizo mitungi baka juu napelekea ule mama ananiwekea kwa chupa. Naenda najificha nao kwa nyumba ijaisha. Mimi nakunywa matei. Mother ananiambia aliyoachana hizo matei zako utarudi kubaki ukiwa peke yako. Madhangu akaenda retire yako Ocha. Akaenda Ocha, kuenda Ocha mimi nikabaki peke yangu. Kubaki peke yangu sasa ikakuwa ni TI mara mbili sasa ndio nanyonya naona sasa ndio nimebaki na mlango mzuri. Alafu kichunguza mtu wa changa kuna venye huyu mtu akishaingilia hiyo pombe. Yaani ile sembe ulikuwa unamalizanga hivi kumanga huyu malizi. Unapata mtu wa changa akasembe kadogo anasukuma hiyo nyingine wewe maliza hii sembe atakiana kumbuka ile changa ukimwekea kikombe anaigonga tu afu anajua endi inaingia. Kumbe kuna venye hiyo changa inafinya mara inakufinya mara wewe sasa wewe chakula wewe utaki. Na ndio inazidi kukuua polepole na wewe kuna maisha yako kuna venye kukalia katika hatari yani wewe una maisha. Sasa mimi nikaendelea kukunywa yenyewe ile sembe mimi wanakula napata yenyewe raundi mimi sikuli na onja kidogo mimi nakimbilia tu upande ya TI. Unaona? Kimbilia upande ya TI ni TI. Sasa siku moja nikawakanga kuwaka. Mimi nilisikia nimegongwa na kitu puf. Ilikuwa majioni elekea saa moja. Mimi kuingia kwa ploti na nilikuwa TI naenda nikiutisha nisaidieni maji ya kuchoma hii nini. Mama mimi akapiga nduru muumie si kitu ya kuchoma nini na maji moto. Akaita bro yangu kutoka wewe hii ni OC. Kazini yangu akapigia doki fulani. Mimi nikapelekwa OC pa nikashonwa ndio unaona nilishonwa. Hii ndio unasikia pasta yetu anahubiri mlevi akosi alama. Sasa hiyo alama yangu ilitoka kwa hiyo ulevi. Hizi pombe hata hizo vitu kama megoka nini hizo si vitu poa juu unapata yani mtu wa mogoka yani unapata yeye anatumiwa ni ile design anaambiwa na ule mama wa mogoka ndio ulete maji soda zimekaa yani anakutumia tu hapa wewe kazi yako anakutumia wewe ndio ulete mafegi zimeisha yani wewe life yako unapotezea hapo. Lakini ukikuja hapa church Pastor Steve atakuambia ndio ulete maji ya mogoka ndio ulete nini atakufunza ukuwe na maisha poa ujue Yesu. Kutoka hapo unaenda unakunywa chai yako. Wewe unajua Yesu vitu kama hizi alama yenyewe niko nayo wewe utakuwa nayo. Lakini ukikaa hapo wewe ulete vitu kama hizi mtu anakutumia yeye anatengeneza maisha yake. Letee sigara yeye anaangalia watoto wake familia yake umetupia mbao hapa tumewekelee mguu mwingine ati unachonga kavevi na miaka zinasonga. Kwa hivyo mimi naambia wao vijana wako hapo mkamchurch. Mimi ndio nijua sasa jaja. Wanaambia kwa weekday ni aje? Si Sunday tunaenda church nakwambia Sunday ukuje unichukue na mkanguare mbele yako. Niko na doya loko. Nguare mbele yako nikikuona ndio ule chuo mshap nimejificha. Nikijificha hivi hii wiki ndio narudi na kuuliza wewe ni aje? Mbona ukukuja kunichukua?
Na si nilikukosa, nilikuwa na Kiswahili ya kukupiga. Si nilikukosa na kupiga Kiswahili Sunday usikose, kumbe ni church sitaki kuenda. Siku moja nikaanza kukarada ya wale watu wanatoka church. Kiangalia watu wanatoka church naona na watu wenyewe wameshika Biblia, mtu hana alama. Mimi nikijiangalia hivi nashindwa rada ni gani. Kumaanisha nije ingilima na church sije kuwa na hii kitu. Si ndio ule boy akanichukua. Mimi nikakuja na huyo boy nikakupata pale Pastor Steve. Katuuliza tumetoka wapi mara yangu ya kwanza kuja church. Kaniuliza nimetoka wapi, nikakwambia nimetoka upande ya Slota huku. Kanishika hivyo kaniambia naona pia walikuslota kidogo, nikakwambia ni ajali tu. Kaniambia welcome church. Mara ya kwanza venye nilikujanga huku nilikuwa mchafu. Naona nilibadilika, naweza vaa longi safi. Mimi sikuwa na ngaranga hata masaka. Sasa yule unanipata niko kwa timi ndio na gurumu, ukipitia pale hivi unasikia sauti ya mjamaa ndio iko hapo ndani. Si uniwekea vape. Niongezea mbao. Nitoe lock, hujatoa lock. Sasa unaona vitu kaa hizo sasa raundi mimi huwezi pata huko raundi, labda ni amkengua mpaka watu wanasema hata zile jina testa sasa hizi liisha. Testa imeivia wapi? Si hitu hiyo jina inaitwa Lindi, umerauka unaenda church. Nimebeba hii Biblia. Harakisha nikienda church. Hapo ndio nilijua church ni mzuri. Alcohol vitu kama pombe si poa. My prayer ni ati Mungu akusaidie kabisa. Uwe taa kwa wale vijana wengine pale nje wako kwa pombe, wako kwa drugs, wakikuangalia hata wanabadilika. Vijana ambao unawaona hapa, wengine walikuwa kwa street, wengine walikuwa kwa drugs, wengine walikuwa kwa crime, na Bwana akaja akawatengeneza na akawapa tumaini tena. Maana hiyo ndiyo kazi ya Yesu Kristo. Kazi ya Yesu ni kutengeneza kile kilichodharauliwa, ni kutengeneza kile ambacho kilirejectiwa. Na kwa hivyo nataka kuzungumza niseme hivi, wewe ambao una feel rejection, ya kwamba leo Yesu anakutengeneza.